Subscribe Zumba TV. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu ilayna liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nuri bi uhibbu an-nabiyya wa azwajatahu wa dhurriyyatahu wa inni la arju bihubbi lahum min Allahi khayra wa husna al-khitami ya arhamar rahimin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani, si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bila ya kuchelewesha muda, twende moja kwa moja kwenye anwani ya hutuba yetu ya leo. Anwani ya hutuba ya leo ni kama ifuatavyo: ulifanyalo fikiria kwanza kabla ya kufanya. Likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Narudia, ulifanyalo fikiria kabla ya kulifanya au kabla ya kulitenda. Lifikirie kwanza. Likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Hiyo ndo anwani ya hutuba yetu ya leo. Na kwenye anwani hii nitachukua hadithi moja tu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikienda sanjari na hadithi hiyo, na nukulu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha aradta an taf'ala shay'an au idha aradta an taf'ala amran fatadabbara aqibatahu. Riwaya nyingine, fandhur aqibatahu fa in kana khairan faf'aluhu. Riwaya nyingine, fa in kana khaira famdi ilayhi wa in kana sharra fatrukuhu. Hadithi hii nimeanzia kwenye matini ya hadithi, sikuanzia kwenye silsila ya hadithi, na nimeanzia kwenye matini maksudi, sikutaka kuanza kwenye silsila ya hadithi. Na kabla sijaitafsiri hadithi hii, maana ya kuanza kwenye matini ya hadithi, wasomi nyinyi katika sekta ya somo la hadithi, kauli maarufu kwenye vinywa vyetu na vifua vyetu vya taaluma kuwa hadithi imegawanyika sehemu kuu tatu, lakini nasema hadithi imegawanyika sehemu hizo 4, sio 3. Kuna hadithi ya tendo, kuna hadithi ya kauli, kuna hadithi ya takriri. Lakini pia kuna hadithi ya ada,
Na hii wanasema kuna hadithu al-fi'liya, hadithu al-qawliya, na hadithu taqririya, na hadithu al-adiya. 4. Kwenye aina ya 4 ya hadithi atwendi iqtidaa, inabaki kama ilivyo. Aina kwako kufanya utapata thawabu, na ukiacha upati dhambi. Haipo hivyo. Hii ni hadithatu al-adiya, lakini imo kwenye mfumo wa jambo ambalo umelifanya Mtume. Kwako sio sunna iqtidaa, na haya yapo mengi, lakini wasomi yapasa hayo wayajue. Mfano kwenye hadithu al-adiya, Mtume akitoa upepo, nikisema upepo nafahamika neno hilo, hiyo ni tafsida. Akitoa upepo aina maana kutoa kwake upepe ni sunna, na wewe utoe kama alivyotoa. Hii ni sunnatu al-adiya, aina iqtidaa, lakini Mtume imepatikanika kwake. Nyanja pana, nyanja za kitaaluma. Hadithi hii iliyonukuu imekwenda na falsafa za kaulia, haikuwa hadithu ya fi'liya. Mtume anaongea na umma na masahaba kwenye zama hizo. Wakati Mtume anaongea na masahaba, tukio alikuwa la haditha, lilikuwa ni tukio la kaulia. Kaulia inaweza ikawa ndanimwe kuna haditha. Sijui wasomi mnanielewa ama sijui niko juu sana. Anaweza akasema mtu tamko lakini ina maana ya kutenda, na anaweza akatenda mtu tamko bila ya kusema, na anaweza mtu akatenda tamko anataka ufanye na ikawa kana kwamba amefanya na kusema. Sijui tuko pamoja. Sasa hii inaitwa hadithatul qawliya. Mtume anasema nafasi yake ipi katika masala ya hadithi? Ina nguvu 7. Sasa huko tuwache. Nilisema nimenukuu hadithi kwa mfumo wa matini, sikwenda katika silsila ya hadithi. Sasa nikirudi kwenye hadithi, twende sanjari na anwani yetu ya khutba. Ulifanyalo tafakari kabla ya kufanya, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha aradta an taf'ala shay'an au amra, ukitaka kulifanya jambo lizingatie kabla ya kufanya, lizingatie kabla ya kufanya. Likiwa la kheri ilo jambo lifanye, likiwa la shari liache. Mwisho wa kutoa tafsiri ya maana ya hadithi. Tunakwenda kwenye lugha kidogo, alafu tuje kwenye anwani. Wakati Mtume anaongea na masahaba, na hapa anakusudia na sisi, akatumia chombo akasema idha. Idha ni dharfu limastaqbala min zamani. Kinachofuata baada ya idha lazima kiwe ni kitenzi cha muda uliopita. Wanasema fi'l al-madi au past tense, muda uliopita. Sasa idha aradta ni fi'l madi iliungana na dhamiri al-muttasil, al-mukhataba au al-mukhatabi. Wakati kule mbele ametaja amran au shay'an, huku kumetanguliwa na idha. Katika vitendea kazi vinapoingia kwenye kitenzi cha muda uliopita, kuna idh na kuna idha. Inapokuja idha lazima muda uwe mrefu, idh muda unakuwa mfupi. Mwenyezi Mungu aliposema idha zulzilatil ardhu zilzalaha, maana ya istiqbalia ikatangulia idha. Utekelezaji wake ni wa haraka sana, ndio maana ikaja idha. Hapa idha imekuja ikaondoka ma, ilitakiwa iwe idha ma, kwa sababu kuna shay'a au amra kule ambayo inakwenda mutabaka na ma. Ma hapa ikaondoshwa ikawa ni zaida litakida, ikatoa ikaondolewa ikabaki idha. Kwa kukujenga wewe msikilizaji, kinachofuata ni kitu gani? Katika aina 9 za ma, moja katika aina 9 za ma ni zaida. Inapokuja ma zaida inafidisha taakidi.
unaweza ukaiondoa na unaweza ukaibakisha. Maana yake litaakidi basi, ma shartiya, ma ta'jubiyya, ma isfahamiyya, ma al-mawsul, ma nafiya, ma kafa, ma zaida, ma al-ijabiyya. Sasa kwenye ma zaida hapa, kwenye idha ma ikaondoshwa ma ikabaki idha, maana yake kuja kuangalia mbele kule kuna kipi kinachofuata. Mfumo wa maneno ni mzito, ndio maana ikaondoka ile taakidi ya zaida kwenye idha ma. Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya sio tafakhura. Lengo na madhumuni, zinapokuja lugha za kisheria, hadithi sio swala la mchezo kama wengi tunavyochukua kuwa kasema mtume. Lakini aina ya vitendea kazi vinapokuja, lazima tuviangalie uzito wake na ufikishaji wake na upokeaji wake na uzungumzaji wake. Kila kimoja kina nafasi yake wakati kinapokuja. Ima imeondoshwa ikienda tatbiqia kama ilivyokuwa lam, ambayo lam nao pia imegawanyika sehemu 9. Kuna lamul jarri, lamul amri, lamul qasami, lamul ibtidaa, lamul muzahlafa, lamul jawabu, lamul fariqa, mpaka wawa huko. Sasa na kwenye ma hapa, idha ma aradta an taf'ala shay'a, ikaja nakra ambaye kuna ma imeondoshwa. Ma ni katika asmaul mausul. Asmaul mausul limegawanyika sehemu 2, kuna khasatan na kuna amatan. Khasata zile akina alladhi na nanai. Man na ma ni amma. Amma maana yake nini? Hapa naongea na wasomi, mtanisame nitarudi huko, lakini nayajenga hapa kwanza. Inapokuja ma au man inakuwa ni amma. Amma maana yake ma inaweza ikatumika kwa mtu mwenye akili, na man inaweza ikatumika kwa mtu asiyekuwa na akili. Sio man liluqala peke yake na ma li ghairu luqala peke yake, hapana. Lazima tuzame kwenye fani hizi. Ndio maana kule Firauni akamwambia Musa, ma rabbukumul a'la, akatumia ma, akamnanga na kumbeza Mwenyezi Mungu kwa kutumia ma, ambayo inatumika li ghairi al-uqala. Mungu ana akili, Mungu ni sawa na mwanadamu, lakini Firauni alitumia neno hilo kwa ibara ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu alipoyanukuu maneno ya Firauni akasema ma rabbukumul a'la. Hapa imekuja ma lil amma na wala sio lil khasa, inatumika lil uqala wal ghairi al uqala. Na inapokuja amma katika sheria inagawanyika sehemu 2, idha kama muammama ama mukhassasa. Lazima tusome sheria, tusome na lugha, ili tujue tunachokifikisha kiko kwenye mizani ya gani. Baada ya hayo machache, turudi kwenye ibara yetu ya hadithi. Anasema idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbar aqibata, unapotaka kulifanya jambo zingatia mwisho wake. Ndugu zangu Waislamu, majambo ni mengi katika mambo yetu. Ndio maana kule nikasema imeondoshwa nini, kwa sababu kuna shay'a. Shay'a ni nakara, aiangalii katika majambo hayo. Wengi akili zetu katika kuyaendea majambo, tunaangalia swala, tunaangalia zaka, tunaangalia hija, haya yote yanaingia kwenye neno shay'a. Unapotaka kuswali, zingatia swala ina nafasi gani kwako. Mungu amekutaka kuswali, lakini wewe unayeswali faida yake nini kwako? Isifike mahala unaswali kumbe ujui thamani na nafasi ya swala kwako. Lazima ujue chochote ukifanyacho, ikiwa umegundua ina thamani kwako swala, basi mwishowe ina kheri kwako, itekeleze. Lakini inawezekana wewe ukawa unaswali lakini umo kwenye mkumbo wa kuswali, hujajua nafasi ya swala kwako ina nafasi gani. Na ndio maana ukitaka kujua swala kwako ina nafasi, leo ni watu wangapi wanaswali, lakini hao wanaoswali ndio wanaongoza kwa mambo mabaya. Utamkuta anayeswali ndio anayeongoza kwa uzinifu, utamkuta anayeswali ndio anayeongoza kwa kuiba,
Utamkuta anayeswali ndio anashawishi watu wakaibe, watu wakafanye mabaya, pamoja kwa ni kiongozi wa imani. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, bado hajajua nafasi ya swala yake kwake iko vipi. Nafasi ya swala kutakiwa kuswali wewe, maana yake swala ikutengeneze na wewe katika msingi wa halali, msingi ambao Mwenyezi Mungu anautaka wewe, utakusaidia. Mwenyezi Mungu ana faida wala fadhila wala thamani wala ziada ya swala yako wewe unayeswali, lakini mwenye faida na swala ni wewe mswaliji. Sasa angalia mwisho wa swala yako inakufikisha wapi. Yawezekana mwisho wa swala yako unaoswali aidha ikakuingiza motoni ama aidha ikakuingiza peponi. Ndio maana Mtume akatuambia wapo watu wanaoswali pamoja na kuswali kwao, lakini swala zao watapigwa nazo usoni mwao, kwa sababu hawakuelewa thamani ya swala walizokuwa wakiziswali. Na kule akasema, mnamjua mtu muflisi? Mtu muflis ni yule aliyeswali, aliyetoa zaka, aliyekwenda hija, akayafanya mambo ya kheri, lakini mwisho wa siku anakuja anaonekana hana alichokifanya, swala yake ni habaa manthura, kwa sababu bado hujajua swala yako unayoswali. Unapotaka kulifanya jambo, liangalie mwisho wake, kama ni la kheri lifanye. Swala ni ya kheri, wewe mtekelezaji wake wa swala umesimama kwenye misingi ya kheri? Hii ni swala ambayo kila mmoja anaswali na kila mmoja ana sijida kubwa kwenye bapa lake la uso, lakini swala yake inamnanga na kumngonga kwa sababu haitekelezei haki. Ni wangapi katika sisi tunatesa familia zetu hali ya kuwa tunaswali? Mwenyezi Mungu anasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkari. Jambo lolote baya swala tayari ishatengeneza. Wewe msaliji, kwa nini bado unayafanya hayo na huku unaswali? Unapotaka kulifanya jambo, angalia mwisho wake. Kama lina kheri lifanye, kama halina kheri liache. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameongea kwenye ibara nzito sana ambazo mwanadamu anaona kama ni mazungumzo ya kawaida. Ndugu zangu Waislamu, ifike mahala tusitumie elimu, tutumie akili zetu tulizokuwa nazo, tuweze kuyangamua majambo pale tunapotaka kuyafanya. Tuangalie mwisho wa majambo haya, yana kheri kwetu ama yana shari kwetu. Leo inafika mahala kijana wa Kiislamu, kijana wa Kitanzania, baba wa Kiislamu, baba wa Kitanzania, anaona ule moto bado, anasema hapana, acha mimi niende kwenye moto. Akili yako inaona moto, lakini bado hutaki kujikanya. Mwisho wa moto ule kwako una faida gani? Ndugu zangu Waislamu, katika masala ya akili za wanadamu katika mifumo ya fahamu zetu, tuna ubongo wa mbele na ubongo wa kati na ubongo wa nyuma. Kwenye lugha za kitaalam za kisheria wanasema muqaddimatul mukh wa mutawassitatul mukh wa muakhiratul mukh. Ubongo wa nyuma, ubongo unao sensi kwa 95% na kung'amua majambo, ni ubongo wa mbele ambao Mwenyezi Mungu alizungumzia kule, akasema la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a. Ubongo wa mbele ambao mwanadamu ana sensi na kufahamu kwa kutumia ubongo wa mbele. Ikafika mahala wataalamu wa science wakasema akili ya mwanadamu ni ubongo wa mbele. Nasema hapana, ubongo sio akili. Akili ni akili na ubongo ni ubongo. Akili za wanadamu zimegawanyika sehemu mbili, kuna artificial intelligence, kuna natural intelligence. Kwenye lugha za kisheria wanasema kuna aqlun, kuna lubun na kuna aqlun, kuna nuha. Aya yote ni majina ya akili, lakini tunabeba kwa jina moja kusema akili, lakini akili zimegawanyika. Ndio maana unaambia ule pale simba mwenye akili unamwona na akili, lakini wakati analifanya hili anamuona simba, anasema Mungu atanijali, acha niende. Utaliwa. Tumia akili yako bila elimu. Yule ni mnyama mkali, anapokuona ana usalama na wewe, ili akili yako ifanye kazi. Muogope simba, pita huko, lakini unasema mimi ninakwenda. Kweli una akili? Unapotaka kulifanya jambo, zingatia mwisho wake. Kama ni la kheri lifanye,
kama ni la shari lifanye. Ukija kwenye mfano mwingine, leo jambazi ama mwizi katika lugha zetu za Kiswahili, ndugu zangu Waislamu, lugha yetu ya Kiswahili ni lugha ndogo sana, ni lugha ndogo sana. Lugha iliyoshiba ni lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'an. Mara nyingi nimekuwa nikisema lugha ya Kiarabu imebeba serufi, huruf al-ijahiyya, alfabeti zile 28. Lugha yetu ya Kiswahili imebeba alfabeti 24. Kiswahili kimezidiwa na lugha ya Kiarabu kwa herufi ngapi? 4. Kila herufi moja inabeba herufi au maneno 400. Ukija kupiga 400 mara 4 unapata ngapi? 1600. Hayo ni maneno yaliyozidi ya Kiarabu kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa Kiarabu ni kipana sana kuliko Kiswahili, na ndio maana maneno mengi ya Kiswahili yametoholewa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Neno tomato sio Kiswahili, limetoholewa kutoka kwenye Kiarabu. Neno khuruj, makhraja ama madkhul ni Kiswahili, imetoka kwenye Kiarabu. Makhraj ni Kiswahili, lakini imetoka kwenye Kiarabu. Makhraj ni kile kinachotoka, madkhul ni kile kinachoingia. Maana yangu nini? Maana yangu nikitoa mfano wa mwizi, neno mwizi katika lugha ya Kiarabu lina maneno 7, lakini kwenye Kiswahili mwizi ni mwizi. Anaiba viatu mwizi, anayepora mwizi, jambazi anayetumia silaha naye mwizi, lakini inabadilika tu kwa jambazi lakini mwizi. Lakini kwenye lugha ya Kiarabu kila mmoja na neno lake. Kuna khatifu, kuna khasibun, kuna sariqun, kuna quta'u tariqi, kuna khusabu tariqi, mpaka mwisho wa maneno. Haya ni maneno na sheria kila mmoja inamtambua kwa lugha yake na kwa neno lake. Sasa mwizi anayekwenda kuiba, kuna moja ya mambo mawili, lakini wakati anakwenda tunamwambia zingatia mwisho wa wizi wako. Anapokwenda kuiba mwizi anazingatia kwa ninakwenda kuiba, ninatoka nitafanikiwa. Lakini mafundisho ya dini yetu yanasema kila jambo lifanyalo tafakari mwisho wake. Ukiwa wa kheri ufanye, ukiwa wa shari uache. Tukianza na moja, wizi ni kheri ni shari, lakini mwizi anaiba anasema hapana, mimi kwake ni kheri na atatoka salama. Lakini anapokwenda kuiba mwizi, kuna moja ya mambo mawili, aidha akafanikiwa ama asifanikiwe. Asipofanikiwa anaweza akachoma moto na raia wenye hasira, wanaojiita wa raia wenye hasira, kuwa ameiba. Hata kama ameiba viatu basi watamchoma moto. Lakini Uislamu hautaki hayo. Uislamu hautaki kumchoma mwizi moto. Anayefanya hayo ni makosa na awe na majibu ya kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa kakamatwa atapata kichapo, hatimaye anaweza akaathirika, kufa ama kuumia, amepata hasara. Lakini hili yeye akuliona, aliona kuwa taiba, atatoka, atafanikiwa. Ikiwa kafanikiwa, katoka, anatumia alichokiiba, lakini bado kwake hakina faida, pamoja kuwa kaiba katoka, kuwa hiki alichokifanya ni madhambi. Akifa kwenye hayo bila kuleta toba, awe na maswali ya kumjibu Mungu, alichokifanya kwake si halali. Sijui mnanielewa ama mnielewi. Sasa haya ifike mahala mwanadamu mwenzi wako anakuambia fanya lile, angalia mwisho wa hilo lina kheri lina shari. Usitoke sakarabagala eti unakwenda, faida yake ipi? Faida yake ipi? Akili yako haifanyi kazi. Hivi unaweza ukapambana na jambazi anayekuja kuiba kwako ana silaha, wewe unasema sikubali, unachukua jiwe, yeye ana silaha, atakuwa. Cha msingi tii sheria kwa jambazi aliyekuja na silaha kwako. Hata kama akikuwa, yeye anadhima kwa Mwenyezi Mungu kwa kuchukua haki yako kwa nguvu bila ridhaa yako. Hata kama atatumia, bado wewe una haki naye kwa Mungu. Ukisema unachukua jiwe, bado hujatenda haki. Uwezi ukalinganisha silaha ya moto na jiwe. Lazima akili yako ifanye kazi, na unapolifanya hili, angalia mwisho wa jiwe lako. Yawezekana kumpiga kwako jiwe ndio umemwamsha hasira, ilikuwa pangine achukue aondoke, ikamua akakukatakata viungo kwa sababu umemkera.
ukuheshimu ile silaha aliyokuwa nayo. Mnanielewa? Sitaki kufungua hapa, na wewe tumia akili yako. Ndio maana nikasema unapotaka kulifanya jambo, zingatia mwisho wa jambo lako. Hata wewe unayekwenda kukutana na mkeo, faida ya kukutana na mkeo ipi? Ipi? Na kupenda kadha wa kadha na hayo yafanyike basi. Hebu zingatia hili unapolifanya kuna nini? Ndugu zangu Waislamu, natamani hapa nipige mstari mwekundu, nisimame hapa, nipasue hapa, lakini siwezi. Lakini kila mmoja ana akili. Mfano wa kuwa unapokwenda kwa mkeo, mwisho wa tendo lake nini? Sijasema kwa kimada, mkeo ambaye ni wa halali, mwisho nini? Nenda upande wa pili. Unapochukua hela yako ukamtongoza mwanamke kwa maneno mazuri sana, akakataa, ukamnasihi kwa hela, kwa nini, mpaka akaingia kwenye laini. Mwisho wa siku unaenda naye katika nyumba ya kulala wageni ama sehemu yoyote unayojua mwenyewe. Umetumia akili kumsensi yule mpaka akakubali. Umetumia nguvu ya hela kumshawishi. Unatumia gharama mpaka mwisho wa tendo hilo. Tokea ulivyoanza mpaka mwisho kuna faida gani? Ulishawahi kutafakari hata siku moja hili? Mtume anakuambia unapotaka kulifanya jambo, tafakari kwanza kabla ya kutenda. Wazungu wanasema think before you act. If you want to do something, never ever to do it without thinking. Usifanye bila kutenda. Warabu ndo wakasema hivyo, tadabbar kabla al-amal. Sio unakwenda unafanya, the end of your think ni nini? Hatimaye inafika mahala umeyafanya hayo nafsi ya mwanadamu. Tena inawezekana umeyafanya haya wewe mfanya ibada. Mwisho wa siku unaanza tena bahati mbaya unatoka huko na simu inaingia kwa mkeo, unga umeisha mathalan, ama mchele umeisha. Umeanza wakati ulishatoka nyumba ya wageni, umemwachia 30,000, chumba umelipia, chakula kadha wa kadha. Maneno yanayotoka kule ya hasira unaona kakukera mkeo, lakini kule ulikuwa na maneno mazuri. Wakati unakutana na mkeo nikakuuliza swali, mwisho wa tendo lake nini? Upande wa pili kwa huyu, mwisho wa tendo hili nini? Ndugu zangu Waislamu, tuyafanyapo majambo tuzingatie mwisho wa majambo yetu. Lakini yote kwa yote, njoo kwenye uhai wako mwanadamu. Mwisho wa uhai wako ni upi? Utaishi milele? Hautakufa? Hebu fikiria, ulikuwa mtoto, kinyesi pengine unakula, ikafika mahala mama yako halali, anakubembeleza ulale ili yapumzike, lakini utaki kulala, unamkera mama yako. Ilifika mahala mama yako anakuosha unapotoa haja kubwa. Leo imefika mahala unavaa suruali, mama yako utaki akuone. Imefika mahala maneno mabaya unamtolea mama yako, lakini ulikuwa mdogo, sasa ni kidume. Mwisho wa udume wako wapi? Unapanda unakwenda, wewe ukuaji wako, wewe mwili wako, wewe maisha yako, mwisho wake wapi? Zingatia mwisho wa maisha yako wewe mwanadamu. Alafu fikiri, idha arata an tafala shay'an fatadabbar aqibata. Kila jambo mwisho wake nini? Ukifikiria mwisho wa jambo lako, inaweza ikafika mahala hata nguo yako ya ndani huwezi kununua, utaogopa. Lakini tusiogope. Tuyafanyapo majambo lazima tuzingatie mwisho wa majambo yetu ni nini. Ikiwa jambo ni la kheri tulifanye, ikiwa ni la shari liache. Shari haina faida kwako.
wewe hapo ulipo ni shari, lakini pia na matendo tuyatendayo tuangalie mwisho wake. Kama ni ya kheri tuyafanye, kama ni ya shari tuyache. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na atulipe na tuyafanyie kazi haya tuyasemayo. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia muda ushatutupa mkono, hutuba ya pili itaenda sanjari na anwani ya hutuba ya kwanza, kwa maana ya kuwa tuyafanyayo tuzingatie mwisho wake. Yakiwa ni ya kheri tuyafanye, yakiwa ni ya shari tuyaache. Ile hadithi nilikuwa katika idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbar au fata'ammal aqibatahu fa in kana khaira famdi au fandhur, kama riwayati zilivyokuja. Nimalizie kwa maneno ya malenga. Huku niache nisiguse kipengele cha mwisho, muda ushatutupa mkono. Malenga anasema maneno yafuatayo. Anasema ara el ayami tusiru fi khutaa wa hadha al umru yandi fi irtihali famautun thumma qabrun thumma ba'athun la amruka innahu maqalul haqqa fa aina baqauna fi dunya dahra wa aina aishana fi dunya bijahin wa malin wama dunya siwa la'ibin wa lahwin biha nabni qusura min rimalin fa aina as-sabiquna mada'u jami'a wa dhaka bina'uhum fil ardi khali. Maneno marefu ya malenga, niishie hapa. Anasema ara el ayami tusiru fi khutaa, na yaona masiku yanakimbia kwenye kuondoka. Ulikuwa na miaka 10, leo sasa una miaka 30. Mwisho wako ni nini wa umri wako? Inafika mahala aidha kwa umri wa mwanadamu anaambiwa mzee, fanya ibada, utakufa. Nitakufa, utakufa wewe, mimi utaniacha hapa. Bado anatamani kuendelea kuishi. Naam, tamani kuishi, ishi duniani milele. Mwisho wake nini? Mungu kakujalia na miaka 500, haya mwisho wake nini? Miaka yako yote hakuna la kheri unalolifanya kwenye maisha ya dunia. Ndiyo wewe sheria ya Uislamu imekutaka uongeze mke zaidi ya mmoja, lakini unaona hapana, kuweka vimada 2 watatu ndio kheri kwangu. Sababu unamwogopa mkeo, ukimwambia umeongeza mke balaa, lakini unaona ukikaa na kimada ni kheri. Mwisho wake nini? Unaambiwa mwanao ni shoga, unatoka na panga. Kwa nini unamwambia mwanangu ni shoga? We mtu mbaya sana anayekwambia na kutakia kheri, muangalie mwanao. Hata kama mwisho wake nini? Ndugu zangu Waislamu, dunia ina mambo, lakini dunia ni salama. Sisi wanadamu ndio wenye mambo. Akaendelea malenga akasema, wa hadha al-amru yamdi fi irtihali, umri wako unaondoka, kinachofuata ni kufa. Ukishakufa unazikwa kaburini, ukishazikwa kaburini utakuja kufufuliwa. Nani anayejua maisha ya kaburini? Kinachofuata baada ya kufa ni maisha ya kaburi, hakuna anayejua. Nani amejiandaa kwa haya? Unapotaka kulifanya jambo, maisha yako haya ni maandalizi ya kesho. Sasa mwisho wako upi?
mwisho wako wa kuweka watu, mwisho wako wa kuharibu watu. Ndugu zangu Waislamu, akaendelea Malenga akasema, la amruka innahu haqul maqal, na apa na kuapia. Unaona lamu hii kwenye zile nilizozitaja, ilamul qasami imeungana na qasam, ni kwa lamul qasam, na wala sio fariqa wala almuzahlafa. Na faida ya lamul qasami, Allah tuache muda ushakwenda. Sasa akasema la amruka, sio umru. Ukisema al umru ni umri, amru ni kiapo. Haya ndio, hii ndio lugha ya Kiarabu, kama ilivyokuwa sharra sirra surra, sahama sihama suhama, salamu silamu sulama, kila moja lina maana yake. Sasa ukitamka kama una kanuni za matamshi, utapiga kasri na maana nyingine na kusudia maana nyingine. Sasa akasema la amruka, kiapo, sio la umruk. Umru na amru ni vitu viwili. Kuna umru, amru na imro, na kila moja lina maana yake. Amru ni kiapo, umru ni umri, imro ni tasghiri, lakini sio tasghiri ya tasghiria. Sasa akasema la amruka, na kuapia, innahu haqul maqal. Haya maneno ni ya kweli kabisa, zingatia. Fa aina baqauna fi dunya dahara, yapi maisha yetu? Tunasema tupo duniani tutaishi milele. Hata wewe unayeua, ipo siku nayo utaondoka. Mwisho wa kuwa kwako nini? Mwisho wa wizi wako nini? Akaendelea akasema, wama dunia siwa laibin wa lahwi, dunia si lolote si chochote, ni upuzi na mchezo. Ndio dunia. Watu wakikaa kila siku na akili kweli. Katika hizo akili nilizosema kuna natural na artificial. Akili yako ya asili, una 10,000 yako, unamtafuta muhindi upige mkeka, ndio akili yako imeshi hapo. Wewe unajaa na mikeka mifukoni, unamsubiri Madrid acheze ashinde, ati ushinde ukajenge nyumba, ushinde ukanunue nyumba, maisha yako yaende hivyo. Ndio akili yako ya asili. Mwisho wa haya nini? Unayapata hayo, chakula unachokula unatengeneza kinatokana na mkeka ambao misingi yake ni haramu, na unakwenda kutengeneza kwenye haramu. Akili ya artificial imetaka hivyo, sio kusoma. Sasa balaa hili limefika mpaka maimamu nao sasa hivi wamo, viongozi wa tasnia ya dini wamo. Tena nafika mahala wanakwenda mpaka kwa waganga, wanapiga ramli eti aambiwe mkeka gani utakuwa vizuri, aende akabeti pale. Kupiga ramli haramu, mkeka unaocheza haramu, yote anayofanya haramu. Lakini huyu anataka haya maisha ya dunia, mwisho wake nini? Kwa sababu ya kutumia hayo, vijana hawa ndio maana akili zao hazina akili, wanayafanya majambo bila kutafakari, kwa kudili mno na masala ya mikeka, mpaka akili zinakuwa mikeka. Akiambiwa acha, asema sikubali. Unadai nini? Utakufa, sikubali. Ala, mwisho wa siku yanatokea hayo. Faida yake nini unapoyadai haya? Mwisho wake nini? Kijana, kaa tafakari. Kila jambo lifanyalo angalia mwisho wake. Kama lina kheri lifanye, likiwa lina shari liache. Kheri kwako ni bora, shari kwako ni mbaya. Tayari dini yetu ya Uislamu ishatutahadharisha na hayo. Ifike mahala kila mmoja atumie akili yake, sio elimu ya kusoma, akili ya artificial na intelligence ifanye kazi. Wama dunia si wala ibn walahwi biha nabni qusura min rimali. Kwa kutumia hayo mafedha ndio tunataka tujenge magorofa. Inafika mahala eti mtu anataka gorofa kwa kumpiga muhindi mikeka. Nawezekana hata pa msikitini bado watu wana mikeka yao. Hawa ndio sisi wafanyaji hayo. Kama hauna mkeka wa kumpiga muhindi, yawezekana una mkeka wa kwenda kuzini. Tena yawezekana na wewe mmoja wapo jana kuja leo, pangine ulifanya watu kwa muluti, pangine ulifanya zina. Tubu kwa Mola wako, rejea kwa Mola wako. Mwisho wa haya ni nini? Ndugu zangu Waislamu, nimalizie, muda umekwenda kwa haya maneno ya Malenga. Akasema
fa aina asabiquna qad madau jamia, wapi wale waliotangulia mitume, masahaba, salafi salih? Hawapo. Pamoja na mema yao na mazuri yao, lakini ilifika mahala wameondoka, hawapo. Walizingatia mwisho wao, wakayafanya mema yakawa ni mazuri kwao, wakaondoka na mema yao. Leo sisi hatuyazingatia hayo. Kila mmoja yeye ndo anajua bingwa, na yeye ndio mtu wa peponi, yule mtu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema fala tuzaku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa, msijisifie. Mimi mcha Mungu, nani kakwambia wewe mcha Mungu? Mimi mtu wa peponi, nani kakwambia wewe mtu wa peponi? Kuna mtu ana alama ya peponi ya motoni? Kuna mtu ana alama? Yawezekana wewe unasema mimi mcha Mungu eti kwa sababu ya hayo. Mwenyezi Mungu anasema fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, anemjua ni Mungu. Fanya, mwachie Mungu, lakini la kheri. Usijigambe. Unajigamba kwa sababu ya kuswali na bapa kubwa usoni, kumbe ndio usiku nageuka paka. Kumbe kiunoni una herizi, mkononi wa mierizi inapumua ili malizi kulinda mali, ndio wewe. Mungu ndo anemjua mcha Mungu. Kwa yako fanya, asiyefanya mnasihi afanye. Isifike mahala tukajiona sisi tumeokoka walokole. Uislamu hauna ulokole. Uislamu unakutenda ya kheri, unawachia Mungu. Kama mwenzi wako yatendi hayo, mshauri na kumpa nasaha, sio kwa lugha mbaya ambazo Mungu hazitaki. Hakuna mwenye alama ya ucha Mungu atatembea na tamba ya mcha Mungu. Yawezekana wewe na ucha Mungu wako, familia yako inateseka vibaya sana, vimada wewe, na ndio maana wengi acha tuache. Akamalizia malenga akasema dhaka binauhum fil ardi khali, hawa wanaokimbilia hayo majumba yao hayo wamekufa, wameacha, yamebaki magofu, yana faida yote. Kiambia toa, bado nipo kwanza. Fanya hivi, bado nipo kwanza. Bado nipo kwanza. Haya ndiyo maneno yetu, lakini kwenye kuyafanya hayo tunayafanya kwa nguvu zote. Ndugu zangu Waislamu, tusameane, muda tumeula muda, basi ndio hivyo. Magari yetu yakishakuwa yanapanda mlima ndio yanazidi kuchochea, sio anavyoshuka, anavyopanda mlima. Kwa hiyo tusameane inshallah, na hapa tumekatiza. Cha msingi na cha muhimu, tuyatendayo tufikirie mwisho wake. Yakiwa ya kheri tuyafanye, yakiwa ya shari tuyaache. Hatotokea yoyote katika mahshara ya Allah akasema mimi sikuambiwa. Kila mmoja amesikia, na kazi yetu ni kusema na tumefikisha. Kilichobaki ni kutenda na kuyatekeleza ya kheri. Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu tulipe kwa haya tuyatendayo, na tujalie tufe kwenye haya mambo ya kheri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana arda an Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman bin Nurayn Zaki wa Ali wa fi radi maridan sahabati Allahi ajma'in wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا اعزنا بالاسلام يا ارحم الراحمين. يا رب انصر اخواننا في فلسطين، يا رب انصر اخواننا في فلسطين، يا رب انصر اخواننا في فلسطين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. ودمر اعداءك واعداء الاسلام يا ارحم الراحمين، ودمر اعداءك واعداء الاسلام يا ارحم الراحمين. يا رب اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.